nikiwa na moyo mzito. Nimesimama hapa si tu kama kiongozi wa kisiasa pekee, lakini nimesimama hapa kama mama, nimesimama hapa kama mke, nimesimama hapa kama dada na kama binti wa ardhi ya Tanzania, ambayo kwa sasa ardhi yetu ya Tanzania ina machozi na kunuka harufu ya damu ya wapendwa wetu. Kila mwaka ifikapo Machi 8, dunia inasherekea mafanikio ya mwanamke, lakini kwetu wanawake wa ACT Wazalendo na kwa maelfu ya wanawake nchini Tanzania, mwaka huu 2026 hatutakuwa na sherehe ya wanawake. Mioyo yetu bado inavuja damu, macho yetu bado yanakiza. Tarehe 29 Oktoba 2025 imeacha kovu lisilofutika katika historia ya maisha yetu. Siku ile hatukupoteza kura tu, tulipoteza sehemu ya miili yetu, tulipoteza waume zetu, wengine tulipoteza watoto wetu, wengine tulipoteza vijana wetu, na wengine walipoteza mama zao. Tulipoteza ndugu waliokuwa marafiki wa dhati, walipigwa risasi, lakini pia kumekuwa na mwendelezo wa watu kutekwa, watu kuteswa, kuuawa kikatili kwa sababu tu ya kutetea haki na demokrasia ya nchi yetu. Leo mwanamke wa Kitanzania anajiona kama mkimbizi na kuishi kwa hofu na uoga, asijue litakalompata kesho ndani ya nchi yake mwenyewe. Imani imetoweka, tumaini limevunjika, na demokrasia yetu imezikwa katika kaburi la sahau. Ndio maana mwaka huu kauli mbiu yetu sisi wanawake tunasema, machozi ya mama ni deni la taifa. Machozi yanatiririka vilindi vya mioyo ya wajane wa Oktoba 29. Ni deni ambalo taifa hili lazima lilipe. Damu ya vijana wetu iliyomwagika barabarani, vichochoroni, kilio kinachoitafuta haki usiku na mchana. Hatuwezi kuvaa sare za sherehe wakati bado tunavaa nguo za maombolezo. Kwa niaba ya wanawake ama ngome ya wanawake wa ACT Wazalendo, natangaza rasmi kuwa mwezi mzima wa 3 utakuwa mwezi wa maombolezo na kumbukumbu ya kitaifa. Hatutacheza mziki, hatutafanya karamu. Badala yake tutatumia mwezi huu kufanya mambo 7 ya kiibada na kiutu. Tutafanya ibada ya maombi ya kitaifa siku hiyo ambayo inaitwa ni ya tarehe 8. Tutajumuika mkoa wa Kichama Selu kuliombea taifa. Tutawaombea marehemu wote wapumzike kwa amani na kuwaombea majeruhi ambao bado wanaugua maumivu na roho, ili Mungu awarejeshee afya zao. Tutafanya matembezi ya kuwatembelea wazee ambao ndio hazina ya hekima. Tutawatembelea ili kuwapa pole na kuwakumbusha kuwa wao ni tunu ya taifa, wanapaswa kuwa washauri wa amani, si washiriki wa kuizamisha nchi katika ghasia. Tutaenda kufariji yatima. Tarehe 29 Oktoba ilizaa yatima wengi wapya. Tutawatembelea hawa watoto ili kuonyesha kuwa ingawa baba, mama
zao waliondolewa kikatili, sisi akina mama bado tupo kwa ajili yao. Tutafanya usafi pia kwenye vituo vya afya. Tutafanya usafi kutoa msaada kwenye vituo vya afya. Hii ni ishara ya shukurani kwa wale wauguzi na madaktari waliopigana usiku na mchana kuokoa maisha ya ndugu zetu wakati wa masahibu haya. Maeneo mengine tutachangia damu. Tutatoa damu zetu kama ishara ya upendo, ikiwa damu ya ndugu zetu iliyomwagika kikatili. Sisi tutatoa yetu kwa hiari ili kuokoa maisha ya Watanzania wengine. Lakini pia tutazuru makaburi. ACT Wazalendo, wapo ndugu zetu waliofariki kikatili Oktoba 29 mpaka 31. Kwa tutatembelea makaburi ya familia zilizofiwa na kudhuru makaburi ya mashujaa wetu wa demokrasia. Tutafanya hivyo kwa heshima na unyenyekevu mkubwa, tukiahidi kuwa hatutasahau sadaka yao. Lakini ACT Wazalendo ngome ya wanawake, tutafanya mikutano mikubwa ya hadhara nchi nzima kuwashukuru wanawake wote wapambanaji ambao hawakukata tamaa 2025 licha ya vitisho na dhuluma tulizofanyiwa. Ndugu wa Tanzania, mwezi huu tutaadhimisha kwa hitima kubwa bara na Zanzibar. Hii ni kwa ajili ya wote waliopoteza maisha wakipigania haki na kila mmoja wetu na sauti katika nchi hii. Lakini pia tutazindua mnara rasmi, mnara wa kumbukumbu ya mashujaa wetu wa Oktoba 29 kwa kuweka mashada ya maua kwenye mnara huo, kuweka mishumaa kwa ajili ya kuwakumbuka ndugu zetu, na tutafanya hivyo kila mwaka kuwakumbuka waliopoteza maisha. Tunawaambia watawala na ulimwengu, machozi ya mama hayapotei bure. Hatuwezi kunyamaza hadi haki itakapotendeka. Huu si wakati wa sherehe, ni wakati wa kusimama kidete kudai hifadhi ya maisha ya kidemokrasia. Mara zote hatupaswi kukata tamaa. Tunapaswa kuhakikisha demokrasia yetu inarejeshwa na sio kuendelea kukandamizwa. Mungu awabariki wanawake wa ACT Wazalendo. Mungu awabariki wanawake wote Tanzania. Mungu awe faraja ya mioyo ya wafiwa. Mungu aiponye Tanzania, taifa la wote, maslahi ya wote. Asanteni sana. Tunakaribisha maswali.